nifanye nini mambo yanapokwama, au nifanye nini mambo yanapokuwa magumu. Nifanye nini mambo yanapokuwa magumu, au nifanye nini napokosa njia. Majina yote hayo yanalenga ujumbe wangu. Amen. Kitabu kile cha Ufalme wa Kwanza, Ufalme wa Pili, sura yake ya 4, mstari wa 29, tutasoma mstari na kuendelea mbele kidogo hapo. Isaya 43, mstari wa 18. Isaya 43, mstari wa 18. Lakini pia andika Kutoka sura 14, mstari wake wa 13. Kutoka sura 14, mstari wake wa 13. Tumepata kitabu cha Ufalme wa Kwanza sura Pili, sura ya 4, mstari wa 29 na kuendelea. Tusome mstari hapa kadhaa na ndipo somo letu lilipokaa. Fanya nini mambo yanapokuwa magumu, yanapokwama au kukosa njia? Tuna Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa siku ya leo na asante kwa neema yako. Asante kwa uko hapa kutuhudumia siku hii, na utuguse. Neno lako sio tu taarifa, lakini neno lako ni uzima, tena ni afya. Katika jina la Yesu, linaposikika neno lako kwa yeyote aliyoko mahali hapa, na kwa yeyote aliyoko mtandaoni, na yeyote aliyoko duniani popote, neema yako ikakutane naye katika jina la Yesu. Nimeomba, tuseme amen kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tusema tena amani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sikusikia ameni ya Yesu Kristo. Haleluya. Fanya nini mambo yanapokuwa magumu, au fanya nini unapokwama? Umetumia kanuni zote unazozifahamu ili mambo yafanikiwe, lakini mambo hayatokei. Umetumia njia nyingi ambazo ulijifunza ama ulifundishwa, lakini mambo hayatokei. Hapa tunaona habari za nabii Elisha, lakini tunaona habari za mwanamke Mshunami, lakini tunaona habari pia za mtu anaitwa Gehazi. Huyu mwanamke Mshunami alikuwa ni mwanamke mwenye imani. Mimi wanamuita kwamba ni mwanamke mwenye imani. Sijui kama kuna wanawake wenye imani kwa nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Huyu ni mwanamke mwenye imani. Tunaona mtoto wake alizaliwa kwa njia ya nabii, kwa njia ya kinabii. Mtumishi wa Bwana Elisha alisema neno kwenye ile nyumba. Ile nyumba ile mwanamke Mshunami alikuwa amekaa kwa muda wa mrefu, lakini hawakuwa na mtoto. Lakini pia huyu mwanamke aliona ya kwamba huyu Elisha ni mtu wa Mungu. Huyu mtu ngoja tumjengee nyumba, tumjengee chumba ambapo anakuja anaweza kalala, akafanya maombi, akatengeneza chumba ambacho atakafanyiwa hivyo. Biblia inasema ukafika wakati ambapo nabii Elisha alipomwangalia mwanamke akamwambia, wewe mwanamke umetoa sadaka nzuri kwangu, umenitengenezea mahali pa kukaa pazuri, nikufanyie jambo gani? Nikuombee jambo gani kwa Bwana? Yule mwanamke alikuwa haraka sana, akasema sina mtoto, ninahitaji mtoto. Nisikize nikwambie asubuhi ya leo, wakati mwingine tunaweza kuchukulia watumishi wa Mungu poa, lakini watumishi wa Mungu wanaweza katafuta neno ambalo limekuama kwenye maisha yako muda mrefu. Neno hilo sasa linatamkwa, majibu yakatokea. Ni kweli sote tunazaliwa kwa mama zetu, sote tuna wazazi wetu, lakini yuko kuhani wa Mungu, yuko mtumishi wa Bwana, yuko nabii wa Bwana, anaweza katamka neno, mambo yatakaa sawasawa. Nisaidie kusema ameni kwa Yesu Kristo. Huyu mwanamke alikuwa amekaa na mume wake kwa muda kutosha, lakini hawakuwa na mtoto. Na mtumishi wa Bwana Elisha akatabiri, akamwambia panapo majira kama haya utapokea mtoto. Asubuhi ya leo kuna
Yule mwanamke majira alipofika anasema nataka maembe mabichi, nataka kisambu, nataka matembele, weke kidogo na nyenye chungu pale, weke kidogo na chungu saumu, sitaki tena. Yule mwanamke majira alipofika wakashangaa. Unajua Biblia inasema yeye na mwana akosi ushuhuda, lakini yetu aliwaambie hata mama mjamzito akosi ushuhuda. Akiwa anatembea na mimi utakuta anatembea kwa kujidai, maana anajua atakupatia mtoto, maana anajua hapa hichi kitambe sio bure, hiki kitambe kimebeba kelele za shangwe, hiki kitambe kimebeba ushuhuda katika jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea kwa Bwana, mahali popote unaona ni pagumu, hapana njia, Bwana katokea kakuonyeshe njia. Bwana katokea kafanye mlango wa kutokea katika jina la Yesu. Acha niseme hata kama umepita kwenye jaribu muda mrefu, acha Bwana katokea akafanye njia katikati ya jaribu katika jina la Yesu aliye hai. Majira yakaenda, yule mama ambaye alikuwa na ujauzito kazuri tu. Unajua kuna mageuko ya baba mama, yaani kitokea mambo na kuna mageuko fulani, kuna mageuko fulani unatupia na kajaribu kupata picha ya mama ambaye amekaa muda mrefu. Kuna mageuko fulani vikanunuliwa da tayari, hata nguo zikaanza kununuliwa za mtoto, kwa sababu nabii wa Bwana ametamka neno, panapo majira kama haya, panapo wakati kama huu, hautalia tena, hautaomboleza tena, hautalalamika tena, maana Bwana atatokea katika jina la Yesu. Mpe Bwana makofi ya utukufu kwa jina la Yesu. Hebu nisaidie kuhubiri kwa jirani yako, mwambie unamina profeta. Omba sana. Mwambie ongeza maombi. Mwambie unabidi kutokea usimilaki. Mwambie haitoshi kusekelea tu nabii. Huyu mwanamke majira alipofika akajifungua mtoto, akapata mtoto. Alipopata huyo mtoto, akafika mahali yule mtoto akafa. Wamekaa muda mrefu hawana mtoto, wameishi muda mrefu hawana mtoto. Nyumba wanayo, mpaka wanaweza kumjengea nyumba nabii, mpaka wanaweza napata picha kwamba takarata kagari kazuri kalikuwepo hapo. Wana maisha, wamefika mahali mtoto akafa. Nisikilize, mimi na watoto wawili, hata nikisafiri na wanishi, yaani mtu anakuja ananirukia, yaani katoto lingine kubwa na saa 5 nakuja na kaka magoti, unasikia kwamba uko na watoto. Mtu ambaye amekosa watoto ananielewa, anatamani apate mtoto wa kuchafua hata makochi, mtoto akojoletu hata makochi. Sikie, makochi ya baba yake amekojolea, makochi ya baba yake amechafuliwa, anatamani apate mtoto. Lakini kwa mtalia na watoto leo sielewa. Biblia inasema mtoto kafika mahali akafa. Inasema akamtuma Aisha. Mtoto alipokufa, yule mtoto kabla ya kufa alikuwa amekaa kwenye miguu ya baba. Baba yake ni kama alikuwa amempakata, amekaa naye. Alipokuwa amekaa naye, yule mtoto akaanza kuumwa, na alipokuwa anajisikia vibaya, mtoto akaanza kuumwa, akaanza kupiga kelele. Mtoto anasema kichwa changu, kichwa changu. Ni Bwana sema Biblia kigezo sio my head, my head, my head, my head. Akawa anapiga kelele mtoto, anapiga kelele na lia, anasema kichwa changu, kichwa changu. Yule baba akamchukua yule mtoto akasema, chukua mtoto huyo, peleka kwa mama yake. Akamwambia pia kazi, peleka kwa mama yake. Najaribu kupata picha kwamba huyu baba alikuwa kutana na Afrika, hata Tanzania wako kwetu. Maana mtoto akilia, asema peleka kwa mama yake akanionyeshe.
Wataka mtoto amevalishwa nguo nzuri, mama mpokeza wote vizuri, anasema hii mtoto wangu ndio maskini. Angalia pua yake, ile fanana mimi. Bibi nasema akao mtoto anapiga kelele na akapelekwa kwa mama yake. Nimekwambia yule mama alikuwa ni mama wa imani. Alikumbuka mtoto alizaliwa kwa neno la kinabii. Ukiwa kwenye ibada usikaekae tu kama uko kwenye nini ama ndani yetu anaweza kutembea kubagana na kweli. Mwendokasi, kama uko mwendokasi, ukiwa kwenye ibada kaa kupokea neno, kuna neno unaachiliwa hapo na kwa. Yule mwanamke kwa mwanamke mwenye imani alikumbuka huyu mtoto hakupatikana kwa mganga wa kienyeji. Tuna haraka ya kutangaza matatizo. Ile haraka ya kutangaza matatizo tunazika. Usitangaze matatizo, usitangaze msiba. Tangaza Yesu aliye hai, tangaza Yesu mwenye nguvu. Kutangaza kwa protokoli ya kawaida, kwa desturi itakiwa amtafute baba, amwambie baba mtoto amekufa. Yule mwanamke hakuhangaika na baba yake aliyemwambia chukua mtoto. Alikumbuka kwamba mtoto alitoka kwa Bwana, akatafuta yuko wapi Elisha, yuko wapi nabii wa Bwana. Bibi nasema alipotafuta akatumwa Gehazi. Nipate mtu mmoja hapa naye mwenye keyboard. Come here my friend, come. Akakumbuka mtoto alipoonekana kwa madhabahu ya Bwana. Bibi nasema katumwa Gehazi. Nipate Gehazi wangu yuko hapa. Gehazi wangu yuko hapa. Au naye akampa maelekezo, ukifika kule kwa mtoto ambaye amekufa kwenye kile chumba, nenda kaweke fimbo juu ya paji la uso wake. Yule mtoto amekaa tamka na nenda Gehazi wetu, nafikiri mnamwona Gehazi anaenda juu ya paji la uso. Biblia yako nasemaje? Mstari 30, hapakuwa na sauti wala mtoto akaamka. Alitumwa mchungaji msaidizi ambaye ni Gehazi, akaenda. Unajua mchungaji msaidizi akatumwa mapepo yakalipuka huko hapo, sio na taarifa kwamba mchungaji mambo yameenda sawa, lakini akaenda akatoa taarifa. Inasema hapakuwa na sauti wala hakuamka. Fanya nini mambo yanapokwama? Fanya nini njia zinapokosekana? Biblia inasema alipotumwa akaweka sauti ya kutoka wala hakuamka. Yeye akachukua viatu yako karudi.
kuna mali kwa anafanya kazi. Mwanamke mmoja alikuja akamchukua mwanamume wa mtu kwenye chakula akamtegea madawa. Nisikie nikwambie, kwa hiyo mwanaume alipatikana kwa njia ya dawa za kienyeji, atakaa kwa dawa za kienyeji. Ikiwa wewe umezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu, utaishi kwa neno la Mungu. Ndio Yesu anatokea pale kwenye majaribu, anapojaribiwa anasema imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka kwa Bwana. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, liko neno la Bwana la kukuinua, liko neno la Bwana kutoa. Ikiwa umezaliwa kwa neno la Bwana, kwa neno utaishi. Maana neno la Bwana ni uzima, tena ni afya. Neno la Bwana ni uzima kwenye maisha yetu. Sema amen kwa Yesu Kristo. Sijui yule baba angeambia mtoto amekufa angesemaje? Inawezekana angepigia simu watu, oye, leteni hapa matumani. Watu wa kufia wajiandae, mtoto amekufa. Lakini yule mwanamke akasema, alipomchukua mtoto kwanza, naomba ilikuwa ni maombi. A woman of prayer. Hakuna kitu kinashindikana kwenye maombi. Acha nitangaze na kutabiri, Tanzania itakuwa salama kwa sababu ya maombi ya watakatifu, kwa sababu ya machozi ya watakatifu, wala sio kwa sababu ya jeshi, wala sio kwa sababu ya watu wote wale. Tanzania itakuwa salama kwa sababu wale walioitwa kwa jina lake, wale walioitwa wakinyenyekea, wale walioitwa wakiomba, Tanzania itakuwa salama kwa jina la Yesu. Haleluya. Huyu mwanamke alienda na kilio kwa hiyo, lakini tunaona wana wa Israeli, kitabu cha Kutoka 14:13, mbele yao kuna bahari ya Shamu, hawaoni njia, hawaoni kutoboa, hawaoni kutoka. Biblia inasema wakiwa wanalia na Musa Maria, Mungu aliachia neno, akamwambia Musa anasema usiogope, simama tu, maana hao mnaona leo hataona tena milele. Akasema mimi nitawapigania nani mtanyamaza kimya. Mungu anatokea katikati ya kilio, wana wa Israeli hawaoni njia, nyuma wanaona maadui, mbele wanaona bahari, huku wanaona milima, hawaoni njia. Mungu anakuja na neno sema, simameni tu, maana mimi nitawafanyia wokovu. Msaada wetu uko kwa Bwana. Simameni watu wa paradise, wala msikate tamaa, wala atatufanyia wokovu. Hata niseme Tanzania, simama pamoja na Mungu, wala atatufanyia wokovu katika jina la Yesu Kristo. Imani inaweza kuinua vilivyokufa vikawa hai. Imani inaweza kuinua vilivyokufa vikawa hai. Faith can raise what is dead. Imani